Maafisa wa kliniki nchini Kenya wanashuhudia hali ya kukosekana kwa ushirikiano wa serikali katika kushughulikia matakwa yao, hali inayosababisha migomo ya mara kwa mara kazini. Madai yao yanajumuisha kupandishwa vyeo, kuongezwa kwa mishahara na kuboreshwa kwa masharti ya kazi miongoni mwa mengineyo. Katika mkutano wa siku mbili uliofanyika mjini Bungoma, viongozi wa muungano wa maafisa wa kliniki kutoka eneo la magharibi mwa Kenya wamejadili changamoto hizo na kupeleka wito kwa bunge la kitaifa na seneti. Mwenyekiti wa kitaifa wa muungano huo Peterson Wachira amesitiza kuwa ni muhimu kwa mabunge hayo mawili kuunda na kutekeleza mpango mahususi itakayosaidia kuboresha sekta ya afya nchini. Tumeamua kwa kauli moja ya kwamba kama ile bajeti inatoka, haitakuwa na hela za kuhakikisha ya kwamba wanasawazisha mishahara ya UHC na pia wale Global Fund wanawalipa graduate na pia waweke PNP. Sisi wote kama wahudumu wa afya nchini tutakuwa basi tunaingia kwa mgomo, lakini hatutaki. Niwashukuru pia wabunge wetu National Assembly na Senate kwa sababu wametusikiza, na najua kuna mipangilio inawekwa kuweza kuhakikisha ya kwamba hawa watu wanaweza wakawekwa katika permanent pensionable hii Julai, na litakuwa ni jambo nzuri kwa sababu hizi kandarasi duni na za muda mfupi zinaenda kufanya nchi yetu isiweze kufikia maono ya afya kwa wote ama UHC. Kwa sababu wakati unaweka watu kwa kandarasi za muda mfupi, hawezi wakarudi shule wakapata maarifa zaidi na wakakuwa specialist. Inamaanisha hatutaweza kuendeleza sekta ya afya kama vile tuliwekeza kwa ile Vision 2030 ambayo inasema ifikiapo 2030 tunafaa tukue a medical tourism destination. Vile Wakenya wanaenda India na watu wengine, tunataka watu watoke Afrika nzima na wengine wakuje nchini kwetu. Lakini kama hatuna maafisa ama wahudumu wa afya wa kutosha, kama hatuwezi tukawarudisha tukiwa na specialist wa kutosha, hatutaweza kuyafikia. Katibu mkuu wa muungano huo George Gibore ameongeza kuwa serikali inapaswa kutekeleza ahadi zake kwa maafisa wa kliniki ili kuepusha migomo ya mara kwa mara. Kwa hivyo nataka kusisitiza kwamba ni vizuri wajadiliane na sisi, wahakikishe kwamba ile promotion inaendana ama inalingana na ile career yetu kwenda. Kwa sababu nikisema hivyo, leo hivi tunakutana hapa wote maafisa tabibu kutoka Western. Kila county hapa Western iko na shida ya promotion. Na hii shida imekuwa kidonda sugu na inasababisha migomo mwaka hadi mwaka. Na haiwezi kuwa kwamba sisi lazima tuwe tunalalamika kwamba mtu anakaa kwa job group moja zaidi ya miaka 14 hujawahi kuwa promoted, na leo kuje tunaahidiwa kwamba itakuwa na haikuwa. Basi tunasema hivyo, matamshi hayatoshi, tunataka kuona vitendo, na hivyo vitendo pia lazima viambatane na sheria na kanuni zilizo. Na hiyo ndio tunasema. Alex Wekesa, Runinga Tandao, Bungoma.